Sipiga picha na kombe Mtume. Ila lipo alijaondoka. Aya. Umeondoka nao? Umeondoka nao wewe? Hapa uwanjani. Hawachelewi kuja kusema hakuwepo. Ana gundu, ana makombe. Unasikiaga? Kwa ni muhimu kupata picha na Rabia posti. Hiyo inabidi kiandamizi ile. Utarudi. Mkenge Mtume pale. Hapana, nitafutie kombe nipige picha kumbukumbu wewe. Mtume. Nitafutie Mkenge. Hamna kumbukumbu. Walisema una bungo na makombe. Sasa lazima nichukue nipige picha kubwa watu waone, ni print niweke kwenye nyumbani kwangu. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana sisi kupata ushindi leo kwa ajili ya kurejesha confidence yetu kama team, confidence yetu mashabiki, kwa sababu ukweli usiopingika ya kwamba tumekuwa wanyonge kwa miaka hivi karibuni. Nimeenda ndani taipata tu. Tumekuwa wanyonge kwa miaka hivi karibuni. Mashabiki wetu wamepoteza ujasiri mbele ya mechi ya watano wa jadi. Wachezaji wetu halikadhalika wamepoteza ujasiri mbele ya mechi ya watano wa jadi. Weka medali zako unahesabu, lakini Muungano Cup la pili hili. Hii Muungano ya pili Nyendo wale wachawi msotaka kuamini kama mimi na makombe mengine ndani. Kwa hiyo ushindi huu una maana kubwa sana, ambapo sasa mashabiki wetu wana uwezo wa kujiamini tunapoelekea kwenye dabi na yote. Lakini kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba tumevunja uteja. Kwa muda mrefu tumekuwa tukipata matokeo mabaya, lakini sasa tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri. Na mimi niseme msimu huu sisi tuna timu bora sana. Ukiangalia mechi iliyopita ya dabi ambao tulishinda goli 1-0, line 1 akakataa goli letu kwa makusudi. Hii ni mechi ya pili mfululizo Simba tunashinda dhidi ya Yanga goli 1-0. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu, wasiendelee kuishi kwa kukariri tena. Sisi tunayo timu bora msimu huu. Wanapokuja kucheza na sisi waje kwa kutuheshimu, kwa sababu Simba hii sio Simba ya mwaka jana wala mwaka juzi. Hii ni Simba mpya ambayo tuna ubora wa hali ya juu. Tumewafunga mechi 2 mtawalia. Mechi ya ligi kuu ya NBC round ya kwanza tumewafunga hapa. Mechi hii tumewafunga tena hapa uwanja wa Amani. Maana yake ni kwamba Simba tunayo timu bora ya kushindana, nao timu bora ya kubishana, tunayo timu bora sana msimu huu. Morali imeamka kuelekea Meja Jenerali Samuel. Ya morali imeamka. Ushindi huu ulikuwa ni catalyst ya kutuongezea confidence kuelekea mechi yetu ya tarehe 3. Tungepoteza hii leo, kulikuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuparaganyika sisi kama Simba kwa sababu wenzetu wangeendelea kujumlisha na sisi mashabiki wetu wangeendelea kuinama kwenye chungu cha maji. Kwa hiyo ushindi huu umewarejeshea mashabiki wetu imani na matumaini ya kwamba tunao uwezo wa kupambana. Na mimi nilisema kama waamuzi wanasimamia haki, hakuna timu ya kutufunga hapa Tanzania. Na leo mmeona yule mwamuzi kutoka Kenya. Mimi ninawaambia, angekuwa mwamuzi wa Kitanzania, penalti ya dakika 128 asingetoa. Angemeza filimbi. Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100% angefanya hivi. Nawaambia. Anafanyaje hiyo? Angekuwa ni mwamuzi wa kibongo. Ndio pale Chama kashakwatuliwa dakika ya 129. Umeelewa? Waamuzi wetu hao. Lakini huyu baba kutoka Kenya ameonyesha ujasiri wa hali ya juu sana. Yule bwana akamkatua wala akuzungumza maneno mengi, akafunika hapo. Sijui umeelewa, wala kutaka maneno mengi. Lakini waamuzi wengine
I'm very much sure ile lazima wange tena bwana, toa macho kweli kweli hapo na kangusa namna hii kwamba afana kunyanyua namna hii kwamba nyanyuka tuondoke hapo, mambo ya kubalance. Lakini baba yule amesimamia kweli kweli, japo kuna mapungufu ya hapa na pale. Kwa mfano kama yule kuna yule Mtanzania wa kuchovya alikuwa anakula kadi za kutosha tu hapo, lakini ndio hivyo kamlealea. Dakika 90 zimemalizika, mnyama ameibuka na ushindi. Sema kweli tunamshukuru sana muumba mbingu na ardhi. Leo unahitaji dakika 120 kupata goli moja. Mchezo unaofuata dakika 90 pekee na dabi bana, mnaweza mkahitaji hata dakika 200 kupata goli moja. Na wenyewe kama wana timu nyepesi, wana katimu kazuri kidogo kwa kuweza kushindana. Ndio maana umeona, sababu ukiangalia mechi iliyopita ambayo tumewafunga goli moja, tuliwafunga usiku hivyo hivyo, na mechi hii tumekuja kupata ushindi usiku hivyo hivyo. Sisi kwetu hiyo sio tatizo, kwa sababu tunachoangalia ni ubora wa timu yetu, namna ambavyo inazidi kuimarika na kuongezeka kila siku. Na siku ngapi tu hapa kabla ya mechi ya tarehe 3, wao wengi kule nje wanazungumza kwamba leo mimi sioni tabu kufunga Simba hapa Amani, kwa sababu nitaenda kulipiza kisasi. Nitafurahi zaidi nikimfunga Simba pale Meja Jenerali Samoei. Kuna siku chache kuelekea hiyo mechi, hapa katikati masimango yataendelea ama kwa sababu mnajiamini? Hatuna muda mwingi sana wa kushangilia. Tutakuja kucombine mechi zote mbili ndio tufanye sherehe ya pamoja, lakini hii haitupi muda wa kutamba sana kwa sababu ya ratiba iko tenge kweli kweli. Tumeshinda hii leo, tunafurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini sasa tunaanza kujiandaa kuelekea mechi inayofuata ya tarehe 3 ambayo nao ni muhimu zaidi. Ni muhimu kwa sababu hiyo inakwenda kupunguza gap la point baina ya sisi na wao. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunapaswa kuiwekea uzito mkubwa. Tukifanikiwa kushinda na hiyo, tutakombaini sasa sherehe zote na tutakwenda kufanya sherehe kubwa, lakini ushindi wa leo ni mahsusi kabisa kwa Wilson John Oruma. Kwa nini? Kama ungekuwa na nafasi ya kuchagua man of the match leo ungemchagua nani? Wilson Oruma. Kwa nini Oruma? Wilson Oruma tumempa tu zawadi ya ushindi hii. Kijana mpambanaji, msema kweli, watu zinafanya kazi hizo. Kijana mpambanaji, sisi tuko, ngoja niwashe na hii kaka. Msema kweli, kijana shupavu, na aliyosema yanaonekana hapa kiwanjani, sijui mnaelewa. Kwa hiyo ushindi huu wa leo ni mahsusi kabisa kwa Wilson Oruma. Tunamwambia tu sisi tuko nyuma yake bega kwa bega, sisi ndio akina Mtikila, alipo tupo mpaka pumzi ya mwisho. Tumempa ushindi huu John Oruma. Nisiwadanganye, siwezi, kwa sababu mechi leo nimeiangalia kwa pressure kubwa kweli kweli, sijaenjoy hata kidogo. Yani mimi nilikuwa naangalia mechi, mpira ukienda huku sijaenjoy kwa kweli. Siwezi kukwambia nani anastahili kwa maana leo nilivurugwa, lakini ninao furaha kubwa kwa sababu sisi ndio timu bora ya mashindano. Tumebeba kila kitu. Goli kipa ametoka Simba Sports Club, Abel Hussein. Goli kipa bora, mfungaji bora Selemani Mwalimu, beki bora hivi ni beki bora, mchezaji bora Rushain wa mashindano, mchezaji bora wa mechi Rushain The Rock. Kingine kitu gani? Fair play, sikia mtu anapata kaka. Mchezaji chipukizi Mbegu amepewa msemaji bora wa mashindano. Mimi hapa nimepewa. Kwa hiyo tumechukua kila kitu hilo. Haujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Sio kwamba tu hakuwepo, labda naye wangepewa. Alikatazwa na nani? Anaonekana amechimba mapema leo. Ya mwisho lakini Suleiman alipoingia jana. Bana, kitu kimoja kimenifurahisha sana. Ndio watu wa muungano bwana. Kamati ya mashindano ya muungano. Wataalamu sana. Mataalamu sana sababu wamepanga burudani. Nyinyi ile mweze kuliona. Sisi wataalamu ndio tunaona. Wamepanga burudani vizuri.
ule muda peak time wakampa Mfalme King Kiba akaimba, alafu kuna msanii wakampa baada ya mechi ambapo automatic anakuja kuwaburudisha nyinyi, asingeweza kuimba. Anyamjelewa hii muungano ilikuwa na wasanii hawa Alikiba na Divoice. Alianza Alikiba mkubwa akaimba pale vizuri, watakafurahi na nini, half time ile yule mwingine atakuwa kuja kuimba ambaye ni msanii wa timu nyingine na sisi tunajua yule ni kijana wetu tunamwacha akue, akishakuwa ndo atakuja kuimba kwenye matamasha ya wakubwa ni riziki tu Sasa yeye kapangiwa muda ambao watu hawatomsikiliza. Kwa kifupi kuna mnyama anatamba. Muda ambao inatakiwa ipigwe nyimbo ya Alikiba. Mnyama hana mpinzani, alafu wewe uje utuimbie nini hapa? Ganda. Inawezekanaje? Kwa hiyo umeona watu muungano jinsi walivyokuwa wataalamu. Kimsingi wamemtupa Divoice. Hivi mlimlipa kweli? Arudishe hela. Bana, sasa tangazo la msingi. Mashabiki wote wa Simba, kesho tunasafiri na boti ya saa 6 mchana. Sasa tumelala. Saa 6 mchana. Mshakata tiketi? Saa 6 mchana tunaondoka kesho, mashabiki wote wa Simba na kombe letu. Watangazieni hilo. Asante.